Alizongwa na dhiki, alikuwa dhariri machoni, nguo kuu mwilini, uhaba chakula mdomoni ulipelekea magonjwa mwilini. Leo tutazungumzia hadithi ya Sungura Ramadhani Sungura. Mtoto aliyezaliwa siku ya dhoruba ya upepo mkali ulioambatana na baridi mwilini, macho yalishindwa kuona mbali sababu ya ukungu mzito angani. Ni tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 1984 katika viunga vya kijiji cha Kivinje, wilayani Kilwa, kusini mwa Tanzania, mkoa wa Lindi, majira ya saa 10 alfajiri, alizaliwa Ramadhani Sungura akiwa ni mtoto wa 10 katika tumbo la mama yake mzazi. Kutokana na changamoto ya uzazi kwa mama yake Johari Yahaya Ali, alishindwa kumlea mtoto wake tangu alipozaliwa kutokana na kukosa matibabu na kupelekea kifo chake, na mtoto kulazimika kulelewa na ndugu zake. Akiwa kijana mdogo, Sungura Ramadhani Sungura alionekana ni mtoto mwenye nidhamu, utu, mkarimu, mwenye hofu ya Mungu. Kutokana na mfuatano wa matatizo, alisoma kwa taabu sana na kufanikiwa kumaliza elimu ya shule ya msingi darasa la 7 katika shule ya msingi Singino. Kuna wakati Sungura alistaajabisha watu sana, maana wapo waliodhani Sungura amepatwa na uchizi wa akili, sababu alionekana ni mchafu akiwa na mizigo mizito ya chupa za maji begani, lengo aweze kujikimu kimaisha yake bila ya uwepo wa ndugu kando yake. Wahenga walisema, papo kwa papo kamba hukata jiwe. Licha ya kuzungukwa na changamoto nyingi zilizopelekea ugumu wa maisha yake, Sungura hakukata tamaa na hali hiyo, hivyo aliendelea kujituma zaidi kwa kulazimika kufanya harakati nyingi za kimaisha ili aweze kujinusuru na changamoto zake. Ramadhani Sungura Ramadhani alibahatika kusafiri sana ndani na nje ya mipaka ya nchi yake, malengo yakiwa ni kuendelea kujitafutia riziki yake sambamba na kujifunza mwenendo wa dunia. Matokeo ya kusafiri kwake na kujifunza mengi, aligundua miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili wazee na kusababisha vifo vyao ni pamoja na ukosefu wa huduma za matibabu, na hali hii ilimtesa zaidi pindi alipokumbuka namna alivyompoteza mama yake mpendwa kwa kukosa matibabu sababu ya ukata wa fedha. Wema ni kamba isiyokatika, pia wema ni mwamba usiovunjika. Mara nyingi wema ni asili ya moyo wa mtu mnyenyekevu mwenye hofu ya Mungu. Sungura Ramadhani Sungura alilazimika kurudi nyumbani kwake alipozaliwa ili aweze kushirikiana na jamii yake. Ramadhani Sungura Ramadhani ni mgombea wa nafasi ya udiwani kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma (CHAUMMA) katika kata ya Kivinje Singino, wilayani Kilwa, mkoa wa Lindi, akiwa anania dhati kwa kushirikiana na serikali kusimamia na kutatua changamoto mbalimbali, ikiwemo kuwawezesha wazee wasiojiweza kupata huduma bora za afya, kuondosha migogoro ya wakulima na wafugaji, sambamba na kutatua changamoto ya utofauti wa bei ya leseni za uvuvi Kilwa. Na haya ni machache tu alionayo Sungura Ramadhani Sungura. Kwanza nitawafuatilia wazee wote ambao wamekosa uwezo wa matibabu ya bima. Kwa hiyo mimi nitaenda kuwafuatilia kwa katia bima. Kama nitakuwa diwani ndani ya miezi 6, nafikiri nitakuwa nimelifanya hilo kwa wazee ambao hawatojiweza kuhusiana na matibabu. Lakini la pili, nitarudi Matandu kufuatilia katika maeneo ya wafugaji na wakulima. Tujue eneo gani la kisheria la wakulima, eneo gani la kisheria la wafugaji, ili kuweza kuondoa migogoro na chuki, kwa sababu sisi wote ni Watanzania, wote ni kitu kimoja. Hatuwezi kuishi bila mfugaji, hatuwezi kuishi bila mlimaji. Kwa hiyo tutarudi kutafuta suluhu ya kudumu, ili hata siku nikitangulia wanitaje jina langu kwamba diwani wetu alifanya hii harakati. Lakini la tatu pia, nitarudi kwenda kufuatilia bei ya leseni kwa wavuvi. Kilo ya leseni tunanunua zaidi ya shilingi 23,000 mpaka inamkamilika mvuvi. Lakini Lindi leseni ni shilingi 16,000. Tukiamini ni mkoani hapa wilayani. Sasa tutarudi kujua ili na sisi tuweze kupata nafuu. Kwa hiyo tutafuatilia habari hii ama leseni kisheria
tutafuatilia kwa utaratibu ambao umewekwa ili tujue tunapata nafuu gani upande wa wavuvi pia. Hivi nimevitaja ni kama viko vitatu tu vya mbele, lakini pia vipo vingi, yako mengi, na bahati mbaya au mzuri umenikuta nataka kutoka, ila nimekuheshimu mwandishi na nimeendelea kuhojiana na wewe. Labda utuambie angalau kwa uchache hapo kwenye utawawezesha wazee. Kwa nini umewaza jambo hili? Nimewaza wazee kwa sababu wazee ni watu muhimu. Tunapomtaja mzee, kwanza tunaamini ni mzee wetu. Mzee awe wa CCM, awe wa Kafu, awe wa Chauma, awe wa Chadema, ni mzee wetu. Anahitaji apewe matunzo, anahitaji apewe afya na vitu vingine vyote vya msingi. Lakini nimesema wazee kwa sababu mzee ni tayari mtu ambaye ameshachoka. Amechangia taifa letu kwa asilimia kubwa. Pengine tu barabara tunayopita yeye ndiye alikuwa mwenye kutoa eneo lipite njia ya barabara. Lakini sehemu tunazolala pengine yeye ndiye alikuwa amepambana ili sisi tuwe na makazi ya kuweza kukaa. Kwa hiyo huyu mzee leo lazima tumkumbuke na tumpe uhisani wake kwa kile alichokifanya, maana ana mchango mkubwa wa kodi yake katika taifa letu. Mimi nimewahi kuwa mwenyekiti wa vijana wilaya ya Kilwa wa Chadema. Na nimewahi kushika nafasi zingine tofauti katika Chadema. Lakini ilipoingia no reform, no election, mimi siendani na hiyo taswira. Ndio maana nilitoka kuunga mkono Chauma nikiwa naamini tutaenda kuikomboa tena taifa. Kwa maana moja au nyingine, Chadema wanadai katiba mpya. Katiba mpya hakuna asiyeitaka. Katiba mpya watu wote Tanzania wanahitaji. Pamoja na mimi nahitaji. Lakini katiba mpya mtu wa kwanza kuhitaji alikuwa ni Rais Kikwete. Wakati yupo mwenyekiti wa CCM, ndiye aliandaa rasimu ya katiba. Kwa hiyo utaona hata CCM nao kumbe wanahitaji katiba mpya. Ndio aliyoandaa yule mwenyekiti wao. Ila michakato ilifia njiani kwa sababu zile na zile ambazo hatuwezi kuzielewa moja kwa moja, lakini naamini kwamba wao pia walikuwa na dalili ya kuitaka katiba mpya. Kwa hiyo sio sisi, kila Mtanzania anahitaji katiba mpya. Sungura ni mtu ambaye namfahamu vizuri. Kwanza kitu ambacho kimenifariji na kimenitia moyo ni namna ya uthubutu aliofanya. Kwa umri alionao, ni kijana, na kwa uthubutu aliochukua kwamba na yeye amejihisi, amekaa, amejitathmini kwamba ana uwezo wa kuwafikisha wanakata Kivinje Singino sehemu husika. Sisi shida yetu ni maendeleo, na kikubwa kutoka kwake ni mpambanaji. Na tumeshapita naye katika viunga vingi sana vigumu katika harakati za kutafuta suluhisho ya matatizo yetu, na yapo tuliofanikiwa kupitia yeye, yapo tuliofeli kupitia mambo mengine, lakini jitihada zake zilionekana. Migogoro ya wafugaji na wakulima ni miongoni mwa changamoto ambazo kiuhalisia zinatukuta. Yaani hususan mimi naweza nikawa ni taaluma ni dereva, lakini baba yangu, mama yangu wote ni wakulima. Lakini huwa zinakutana hizi changamoto, na sote tukiangalia ni Watanzania. Ni watu ambao tunataka mtu wa kutuweka chini, kutuweka sawa ili tuishi kwa umoja. Sote tunategemeana. Wakulima wanategemea sisi wafugaji wanategemea sisi tulime ili wapate chakula. Lakini sisi pia tunategemea wao waje ili sisi tupate maendeleo. Hauwezi mji ukajengwa na wazawa peke yake. Lazima ujengwe na wageni. Changamoto hii ipo, na nilikuwa mara nyingi najiuliza, ina maana kama viongozi wapo, changamoto ipo, suluhu inawezekana kupatikana. Nini tatizo? Suluhisho imepatikana. Lakini tukija kwenye leseni, kutoka hapa kwenda Lindi azifiki kilomita 200. Na sote tunaishi ndani ya mkoa mmoja. Mkoa wa Lindi. Ukija Kilwa unakuta leseni imepanda. Ukenda Lindi leseni imeshuka. Sote wana Kilwa tunategemea zaidi uvuvi. Sasa endapo wana serikali ambayo labda inawezekana kuna vitu katikati hapa vipo vinasababisha labda kuonekana kwa tofauti wa bei kati ya Kivinje hapa Kilwa na Lindi, kwa sababu amejitolea tutakuja kujua. Lakini hiyo nayo ni changamoto kwa sababu ni mkoa mmoja. Changamoto ingawa ni wilaya tofauti, sisi tunakuwa tuko juu gharama za leseni, wenzetu wanakuwa wako chini, pia upatikanaji na kwa changamoto wakati leseni inapokwisha. Sasa hilo kidogo na sisi pia linatupa tabu. Tunakwenda hospitali. Tutakuta na bango tu la mpishe mzee apate huduma kwanza. Anapataje huduma? Bango umeweka mpishe mzee. Mimi nitasogea na miaka 19 au 20, nitampisha mtu mwenye miaka 75 mpaka 80 aje kupata huduma, aje kukutana na adhabu, sio huduma. Kwa sababu changamoto hiyo ipo. Mimi nafikiri
na sio kila mzee ana nguvu au ana nguvu kazi ya tuseme rasilimali watu wa kuweza kumsimamia yeye kupata huduma. Lakini ili apate huduma kwa ustani kwa kata yetu ya Kivija Singiro awe na pesa na sio jambo lingine lolote. Na bima inakatwa kwa gharama pia pesa. Hii si huko hatuna bima kusema bima ya mzee apate, hapana. Sisi tunapata bima kwa pesa. Sasa labda kwa uwepo wake yeye inawezekana nguvu ikatumika ili wazee wapate huduma kwa usahihi na kwa wakati. Sababu Kilwa hapa tunategemea uvuvi. Kwa hiyo haiwezekani ukaa baharini huku wavuvi leseni zile ziko juu, wakati hapa ndio changamoto kubwa ya uvuvi unakotokea kuliko mikoani. Kwa hapa kwetu tozo ya ya bima zile zimekuwa ziko juu leseni zao. Wakati mkoa wa Lindi kule ambako hakuna changamoto kama hivyo, lakini leseni iko chini. Kwa kama mgombea ataweza kutusaidia katika swala hilo, basi itabidi tumpitishe, tumchague kwa sababu atatoka kutatulia matatizo yetu. Swala jingine, swala la kuhusu mifugo na wakulima. Hapa tunaishi watu mifugo yao wanaacha tu ovyo mitaani, huku inakuja inaingia. Unapokuja kumwambia mtu bwana, mbona mifugo hii imeingia kwenye mali zetu, anakuambia wewe na sisi nani kaanza kufika. Kwa kama mgombea wetu ataweza kututatulia swala hili kati ya wakulima na wafugaji, basi tutakuwa tumefanikiwa kupata kiongozi bora.